Watu wengi wanafikiri kwamba utumwa umeondoka duniani. Hapana, utumwa bado upo. Utumwa haujaondoka. Nitakwambia kwa sababu gani utumwa bado upo. Kilichoondoka duniani ni biashara ya utumwa. Ile biashara ya kununua na kuuza watu. Hicho ndio kilichoondoka duniani. Lakini utumwa bado upo. Unajua, utumwa umekuja miaka mingi sana. Na biashara ya utumwa ilikuja miaka mingi sana. Biashara ya utumwa ilikuja takriban miaka 4000 kabla ya Kristo. Ambapo baada ya kuwa kumetokea mapinduzi ya kilimo, ndo basi biashara ya utumwa ikaanzia hapo, kwa sababu kulikuwa na uhitaji wa watu kwenda kufanya kazi. Sasa angalia, mpaka karne ya 18 pale ambapo yametokea mapinduzi ya viwanda, ndipo biashara ya utumwa ilikomeshwa. Ndipo dunia ilianza kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya kuondoa biashara ya utumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale walioanzisha biashara ya utumwa ndio waliotaka biashara ya utumwa ikomeshwe, ili kupisha mapinduzi ya viwanda ambapo mashine zilivumbuliwa kwa ajili ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo biashara ya utumwa iliondoka baada ya kuvumbuliwa kwa mashine, kipindi cha Industrial Revolution. Lakini kipindi chote hicho, kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya 16, 17, biashara ya utumwa bado ilikuwa inaendelea, kwa sababu wale walioanzisha utumwa hawakutaka biashara ya utumwa iweze kuisha kwa kipindi hicho. Ingawaji kulikuwa na watu, dini zinakemea masuala ya biashara ya utumwa, lakini mpaka system yenyewe iliposema tunakomesha biashara ya utumwa, na iliondolewa kwa sababu waweze kupata faida zaidi, kwa sababu walikuwa wameshagundua zile mashine. Sasa zilikuwa zina replace baadhi ya watu waliokuwa wanafanya kazi manual work. Kwa hiyo sasa ndo biashara ya utumwa ikaondolewa. Na iliondolewa kwa sababu ya interest zao binafsi. Sasa basi, utumwa unaendelea. Utumwa haujakwisha. Utumwa ni nini? Unataka ujue kama utumwa unaendelea au utumwa haujakwisha. Angalia kitu kimoja. Penye utumwa pana unyonyaji. Yaani utumwa wa sasa hivi na utumwa wa zamani ulikuwa ni tofauti. Zamani mtu alikuwa akifanyishwa kazi bila kulipwa. Lakini sasa hivi unalipwa, lakini haupangi wewe ulipwe nini. Huo ni utumwa. Kwa sababu shida zako ndizo zinazo kufanya wewe uende kufanya kazi. Kwa hiyo unakuwa ni mtumwa huru ambaye unaamua wewe mwenyewe kutumikishwa. Sasa huo ni utumwa. Nakupa mfano mdogo. Nimesema awali kwamba penye utumwa pana unyonyaji. Wanyonyaji ni wale ambao wanataka wao wapate zaidi, na wanakufanya wewe upate kidogo. Hata wapate zaidi kiasi gani hauwezi kulingana nao, na wao ndio watapanga wewe upate nini, kwa sababu huna cha kupata wewe. Huo ni utumwa. Sasa mfano ambao nataka nikupatie, angalia, nachukulia mfano wa hapa Tanzania, na hiyo ni system. Wala huwezi kuiblame serikali. Hiyo ni system, itaendelea kuishi duniani kote mpaka mwisho wa dunia. Nakupa mfano. Tanzania kwa sasa hivi tunasema minimum wage for private sectors, ambayo mfanyakazi wa ndani wa mtu kawaida, yani mtu yoyote yule, mfanyakazi wake wa ndani, ukiondoa wale wa diplomats, wale wengine sijui wale walioajiriwa serikalini wanalipiwa na serikali, mfanyakazi wa ndani, mtu wa kawaida kama mimi, haijalishi niwe na pesa kiasi gani, nikimwajiri mtu kama mfanyakazi wa ndani, kiwango cha chini shilingi 80,000. Tuseme mimi naingiza milioni 10 kwa mwezi. Alafu mimi namlipa yule 80,000 kwa mwezi. Huo ni utumwa, sio utumwa? Kwa sababu ukiangalia, ukitaka kusema hata kazi anazozifanya, huwezi kusema kazi anazozifanya ni ndogo ndio umpe shilingi 80,000. Haiwezekani. Huo ni utumwa. Ukiangalia kiwango cha bosi anachopata kwa kazi zake, tuseme hata kazi zinatofautiana, 80,000 itakutoa hapo ikupeleke wapi? Nani anaweza kufanya kazi kwa shilingi 80,000? Na kupatia mfano mwingine. Ukiangalia kwenye viwanda, minimum wage ni shilingi 200,000. 200,000 minimum wage ambayo mtu anaweza kalipwa viwandani. Hiyo ni imesetiwa na serikali. Sasa shilingi 200,000, kwa mfano chukulia mazingira ya Dar es Salaam, unaweza kuishi kwa shilingi 200,000. Mtu mwenye familia hakuna anayeweza kukubali, lakini anaenda kwa sababu anataka afanye ile kazi apate pesa aweze kuishi. Huo ni utumwa.
Kwa hiyo sasa ninachotaka nikwambie, utumwa upo automatically na utumwa hautaisha. Ni wewe tu kuchagua, aidha uwe mtumwa au uwe kwenye upande mwingine.